Dini ilipoingia kuliongoza kanisa, kulikuwa na matokeo mawili tu. Moja, tokeo la kwanza ni kwamba either dini ilimeze kanisa au kanisa imeze dini. Lakini ukiangalia kwa kipindi ambacho tupo, unaweza kuona kwa kiwango kikubwa sana dini imemeza kanisa. Kanisa limemezwa na dini. Na ndio maana ukiangalia mambo yanayofanyika katika sehemu zetu za ibada, unaweza kuona ni shughuli za kidini kwa kiwango kikubwa sana ndio zinaonekana. Kanisa ni kama vile limemezwa na dini. Na ndio maana unaweza kukuta kwa nini sasa hivi dini ya Kikristo ina watu wengi sana, lakini ukuaji wake ni mdogo sana, na yale mambo ambayo tunasoma kwenye Biblia hatuki kiasi kile, kwa sababu dini imemeza kanisa. Hii ni changamoto. Kwa sababu gani? Toka zamani dini haikuweza kufanikiwa kumfunua Kristo wala Mungu. Unakumbuka hata kipindi kile Bwana wetu Yesu Kristo amekuja, kulikuwa na watu ambao wana dini, kulikuwa na dini, lakini ilishindwa hata kumtambua Mesaya, kwa sababu dini haijajengwa kwa ajili ya kumfunua Kristo. Dini imejengwa kwa ajili ya kufanya administrative na ya mambo ya kidini, sio kumfunua Kristo. Hasa hii ni hatari, ambapo sasa ukiangalia dini kama ndio chombo ambacho kinatuongoza. Kwa hiyo kama wewe kanisa, inabidi usipokuwa makini na kuanza kuishi zaidi ya dini yako, unaweza ukakwama pale, kwa sababu dini sasa hivi ndio imeshika hatamu. Na kanisa lisipojitambua, basi litendao kuburuzwa na dini, badala lenyewe liweze kuizamisha dini ile liufunue Kristo ndani ya dini.